Ukienda na kurudi ni zaidi ya kilomita 14, lakini unayetoka Mtanange ni zaidi ya kilomita 6. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto, lakini niwashukuru viongozi walionitangulia kwa maana walifanya mchakato wa kuweza kupata zahanati kwenye kijiji cha Umwekati, na naamini zahanati ile inafanya kazi, na mimi nilipokuwa nimeweza kushika mamlaka kwenye kipindi changu hiki nimeweza kuisimamia ile zahanati. Sasa hivi tayari inafanya kazi zote za kijamii, kwa maana inapima na mapokezi na inatoa huduma zile ndogo ndogo kwa maana ya kupima malaria na shughuli zingine, lakini mama wajawazito na watoto wote huduma wanapata pale pale, na kwa sasa hivi kinafanya kazi vizuri. Naamini nilikuwa katika ziara yangu nilikitembelea, na mganga mfawidhi akanipa mwongozo mzuri wa wapokeaji wagonjwa. Kwa sasa wanaweza kupokea wagonjwa mpaka 150, 200 mpaka 300 kwa siku, ambazo wanaweza kuwahudumia na wanapata huduma bila wasiwasi yote. Nishukuru haswa kwenye sekta ya afya pale bado inaendelea kufanya vizuri kwenye ile zahanati yetu ya Umwe. Ndio. Lakini sambamba na zahanati, lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupatia kata ya Umwe kituo cha afya chenye kujengwa majengo ya juu kwa maana cha ghorofa. Nilipokuwa nimeingia nilishafanya ziara ya kutembelea miradi na nilifika katika kituo cha afya kwenye mradi ule. Kwa sasa hivi ipo kwenye fezi ya awali, kwa maana ya tumetoka kwenye fezi ya msingi kwa maana ya kuchimba msingi, na sasa hivi tumeshamaliza kuchimba msingi wote na umeshaanza kujengewa. Tunataka tuanze fezi ya pili ya kuanza kunyanyua msingi. Una uimara kiasi gani? Wanasemaga hizo ghorofa mara nyingi zimekuwa, kwa mfano nyumba kama hii ikipita gari kubwa nje ghorofa inacheza hivi. Sasa wanasema ile tatizo linatokana na kukosa msingi imara. Msingi uliokuwepo ni msingi wa uhakika wa ghorofa kituo cha afya Umwe au upo katika level gani? Ni msingi kwa kituo cha afya Umwe, naamini msingi upo imara, lakini kabla ya ujenzi huo nafikiri taratibu za kitaalamu zilianza kupita, kwa maana umeanza kufanya uchunguzi wa udongo na eneo kwa ujumla wake kuona inaweza kuhimili jengo hilo likiwekwa ni mfumo gani, na nafikiri mkandarasi aliyepewa na injinia wa serikali wote wanasimamia hilo jengo kuwa bora. Naamini kabisa kwa namna ambavyo mimi nimeliona lile msingi ulivyokuwa umeanza kutengenezwa na maelezo ya injinia, ni jengo litakuwa imara na bora zaidi, kwa maana linafuata taratibu zote na misingi ya majengo ya kiserikali. Na ukizingatia sasa hivi mbunge wetu ndo waziri wa afya mwenyewe, na hichi kituo alikilipita kabla yeye kuwa katika wizara hii, na tunaamini kutokana na uwepo wake katika wizara hii maana yake kituo cha afya kitakuwa bora zaidi. Pia kituo cha afya kitakuwa bora zaidi kwa maana mpaka sasa hivi hakuna changamoto inayojitokeza kubwa, kwa maana kutoka kwenye serikali, kwa sababu injinia yuko site anafanya kazi na serikali imetoa fedha zinazohitajika kwa awamu hii, kwa maana kwa mujibu wa mganga mfawidhi wa kituo cha zahanati pale ambaye ndo wanaisimamia, kwa maana serikali bado imeshawekeza fedha zaidi ya milioni 80 hadi milioni 800 tayari imeshaingizwa, na kandarasi yuko site anaendelea kufanya kazi. Naamini kabisa kituo hiki kitakuwa kinakwenda vizuri kwa mujibu wa utaratibu wa majengo ya serikali, wala hakutakuwa na shida yote, kwa sababu serikali tayari imeshaweka fedha na mkandarasi yuko site anaendelea kufanya kazi. Naamini kabisa mambo yanakwenda vizuri, na wananchi naamini watakuwa ni sehemu ya ushuhuda, kwa sababu wapo wananchi ambao wanahusika moja kwa moja kufanya kazi pale, na wao watakuwa sehemu ya ushuhuda kwa maana ya kazi zinavyoendelea. Huyu ni diwani kata ya Umwe, na kumalizia kwenye sekta ya afya tunaingia kwenye eneo la soko, lakini hii ni Polondo TV, inaitwa Eating Kudos, na kama unahitaji kubandika stika kwenye pikipiki yako, bajaji, bodaboda au guta au gari, fika TX Worldwide Sticker Point ambao wako Mwembe Muhoro. Wao wanakufanyia huduma bora kabisa kubandika stika kwenye pikipiki yako ama bajaji ama gari ama guta ama baiskeli, zote hizo kazi zinafanyika. Lakini pia kama unataka kuprint mabango, unataka kubandika stika kwenye kikombe cha chai, kwenye sahani ya udongo, zote hizo zinafanyika pale pale TX Worldwide Sticker Point ambao wanapatikana Mwembe Muhoro. Lakini pia
Kama unahitaji vinywaji vya aina tofauti tofauti, vinywaji vikali lakini pia vinywaji laini, vinapatikana Mbilinyi Liquor Store ambao wapo Kaunda, lakini pia Mbilinyi Liquor Store wanapatikana pia Ikwiriri Terminal, nao wanakukaribisha kwa vinywaji vya aina tofauti tofauti vya bei ya jumla na rejareja. Ukitaka champagne, ukitaka Heineken, ukitaka gin, ukitaka spirit za aina tofauti tofauti, zote zinapatikana pale pale Ikwiriri Terminal ama Kaunda. Hii ni Pulundu TV na tupo na diwani kata ya Umwe ambaye anakwenda kwa jina la Halfan Kurugio. Mheshimiwa, kuna soko la Umwe ambalo tumesikia hotuba ya mbunge mara kadhaa akisema kwamba tayari kuna mkakati wa ujenzi wa lile soko, lakini bado tunaona kuna kuyumbayumba. Taarifa za chini chini zimekuwa zina minong'ono mingi na tunashindwa kujua tuchukue lipi katika hii minong'ono. Sasa kutoka kwako, kwa sababu leo tumepata nafasi ya kukaa na wewe kupitia Pulundu TV, unaweza kutuambia chochote kuhusiana na ujenzi wa soko kuu la biashara la Umwe? Nikushukuru kwenye hilo. Nafikiri hii ni mkakati wa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rufiji ambaye ndiye jemedari ambaye anaongoza kuhakikisha maendeleo yanakuja kwenye jimbo la Rufiji. Naamini kabisa mikakati na mipango ipo inaendelea, na watakapokuwa imekamilika tutaona mambo yote yako wazi. Kwa hiyo mimi waombe wananchi wawe na subira na uvumilivu. Mipango iko, na kwa sababu jemedari Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa yupo na ni miongoni mwa majemedari ambao sisi tunawategemea. Tukimwondoa Daktari Samia Suluhu Hassan, basi jemedari mwingine ni Mohamed Mchengerwa ambaye tunaamini kabisa hakuna jambo linaweza kushindikana kwake. Kwa hiyo ni waombe wananchi, kila kitu ambacho kimezungumzwa naamini kitakwenda sawa bin sawia katika utaratibu ambao umepangwa. Kwa hiyo ni waombe wananchi wasiwe na wasiwasi, ujenzi wa soko utakuwepo kama Mheshimiwa mbunge alivyokuwa ameahidi na kuweza kusema jambo hilo lipo. Naamini kabisa muda utakapokuwa umefika tutaona taratibu. Wengine wanasema kwamba inawezekana yale maeneo ya soko ni maeneo yanayomilikiwa na watu, kwa hiyo pamoja na ujenzi na serikali kutaka kufanya gharama zote ilikuwa vizuri, lakini gharama za malipo ya wale wanaomiliki yale maeneo hawakufanyika. Kwa hiyo wao wamesitisha au wamechelewesha kuanza kwa zoezi la ujenzi. Hapa kuna ukweli labda wote au ni porojo tu za mtaani? Maeneo yale ambayo ya soko ni eneo la open space, kwa maana ni eneo la serikali. Lakini wananchi wale walipewa maeneo yale, aidha walipewa maeneo yale wakae kwa muda kwa mujibu wa historia na miongozo ya nyuma kwa wazee ambao walishakuwa wametangulia katika utaratibu wa kuainisha, lakini sio maeneo ya watu binafsi, yani maeneo ya serikali na wao wenyewe wanatambua yale ni maeneo ya serikali. Kwa hiyo serikali inapohitaji kufanya jambo la maendeleo, mimi naamini itakaa na wananchi wake kuwaeleza vizuri na wataelewa na mambo yote yatakwenda vizuri. Hakutakuwa na changamoto wala shida yoyote, lakini sio maeneo ya watu binafsi, yale ni maeneo ya serikali, kwa maana ni open place ambayo ilishakuwa imetambulika kwa mujibu wa sheria na taratibu za makazi. Kwa hiyo wala sio eneo la mtu binafsi. Kwa hiyo naamini wananchi wenyewe waliokuwa katika maeneo yale wanatambua ni maeneo ya serikali. Wao walipewa kwa muda kulingana na historia ya nyuma. Maeneo yalikuwa ya bondeni kwa maana ya makazi yalikuwa yana maji, wakaja kupewa maeneo yale kwa muda ili baada ya hapo waweze kukaa katika maeneo yao binafsi. Kwa hiyo wengine wakawa wameelewea hapo mpaka muda huu. Kwa hiyo naamini wao wenyewe wananchi wanafahamu nini kinachoendelea juu ya maeneo yale, wala sio maeneo ya watu binafsi. Kwa hiyo hizo zinazosikika mtaani ni maneno, lakini kwa mujibu wa sheria na taratibu yanafahamika maeneo yale ni maeneo ya serikali. Hii ni Pulundu TV, mimi naitwa Nitin Kudos, na kama unahitaji mavazi aina tofauti tofauti, ukitaka mashati, ukitaka fulana, ukitaka jezi, ukitaka suruali za kitambaa, ukitaka jinzi, ukitaka pensi ama ukitaka viatu vya aina tofauti tofauti, Be My Day Outfit and Style wanakuhudumia wewe katika upande mzima wa mavazi
na wana nguo za kisasa kabisa za kike na za kiume ambazo zinapatikana kwa bei rahisi sana, lakini pia wana huduma za viatu, kofia na vyeni, saa zote zinapatikana D-Mige Outfit and Style ambao wako pale pale Ikwiriri Terminal. Lakini kama unahitaji huduma mbalimbali za kiafya, bwana Iqra Healthcare Center wanakuhudumia katika upande mzima wa afya. Hawa ni wataalamu wa tiba mbadala ama dawa za asili kabisa, zile ambazo zinastahili kutumia binadamu. Wanapatikana Ikwiriri, wapo karibu kabisa na msikiti mkubwa ama jirani na ushirika. Iqra Healthcare Center, afya yako ni jukumu lao. Mheshimiwa, ukiachana na swala zima la soko, kuna swala zima pia la terminal. Zilionekana picha ikasemekana kutakuwa kuna terminal ya ghorofa na watu wametakiwa kuhama katika yale maeneo, na mambo yote hayo watu walikuwa washajiandaa, lakini ujenzi bado unaonekana haujaanza kwa na aina yoyote. Napo pia kuna minong'ono mingi chini. Sasa tunajua hii terminal ipo katika eneo la Umwe na wewe ndio diwani, kuna chochote ambacho unaweza ukawaelezea wanaumwe, watazamaji wa Kulundu TV na Ikwiriri kwa ujumla, Rufiji kwa ujumla, wakatambua juu ya mipango yoyote ya ujenzi wa terminal ya Ikwiriri? Kama ilivyokuwa nimeeleza awali, mipango ya kata, lakini iko mipango ya jimbo na serikali kuu kwa ujumla wake ndani ya kata. Kwa hiyo mpango huu wa ujenzi wa stendi, kwa maana ni mpango upo kwenye kata ya Umwe, lakini sio mpango wa kata ya Umwe, ni mpango wa serikali ndani ya kata ya Umwe. Kwa hiyo nzuri sana. Nini kinaendelea? Mimi kama diwani natarajia na natamani sana miradi hii iendelee, ili na mimi niweze kuwahudumia wananchi wangu vizuri kabisa, lakini kukwambia mpango utafanikisha kwa sababu haupo kwenye ofisi yangu kama diwani, lakini upo katika kata yangu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaomba wananchi wawe na subira na uvumilivu, kwa maana ni mpango wa serikali, na mpango wa serikali unapangwa kwa awamu. Kama bado haijatekelezwa, mimi naamini tayari upo katika mpango na utatekelezwa. Kwa hiyo tuwe na subira na uvumilivu katika kipindi hiki ambacho bado terminal ama either stendi tunaendelea kuitumia ile, lakini ni mpango wa serikali kujenga stendi kubwa ya kisasa ambayo itaendana na hadhi ya mji wa Rufiji. Kwa hiyo niwaombe wananchi wawe watulivu na wavumilivu kipindi hiki ambacho serikali inachakata kutengeneza hiyo stendi. Ndio tumeona matokeo ya kidato cha 4 yametoka na shule ya Umwe imefanya vizuri kiasi. Sijajua kwako kama diwani na kwa kata kama Umwe, kuna mkakati wa kata wa kuhakikisha tunapata matokeo bora zaidi ya haya kwa mwaka huu wa 2026 kwenye kidato cha 4? Ni jambo zuri ambalo umelisema, na miongoni mwa mikakati ambayo ipo kwenye ofisi ya diwani ni kuhakikisha tunaondoa zero kwenye kata ya Umwe. Namna gani tutakavyoweza kuondoa zero? Mipango mikakati ipo, na nafikiri nikaa na wataalamu wangu wa elimu, kwa maana afisa elimu na wataalamu wake, lakini bado ninayo ziara na mikakati ya kukaa na wakuu wote wa shule ili kuweza kuhakikisha tunapanga mikakati na namna gani bora ya kuhakikisha tunaweza kuongeza ufaulu kwenye shule zetu, kwa sababu tukiondoa ufaulu ambao umejitokeza kwa maana ya kidato cha 4 kipindi hiki, lakini bado haujakuwa sehemu nzuri, yani bado tumefaulisha, lakini bado matokeo yetu sio mazuri kwa kiasi kikubwa, matokeo sio ingawaje kata jirani zinawachukulia Umwe kama kata mfano. Sababu kama hujui hivi ni kwamba kata jirani wanaona mbona shule ya Umwe mbona inafanya vizuri, mbona wanafunzi wanafanya vizuri. Unajua kila mara kwenye vikao hizi siri, lakini za vikao vyao. Sasa ninyi wenyewe mnaona kwamba bado hawajaridhika, na bado hatujaridhika kwa sababu tunachukua takwimu yetu sisi
tunayo malengo ambayo kama kata tumejiwekea. Mmejiwekea malengo gani kama kata? Kuhakikisha kwanza tunafuta zero katika eneo letu na tunaongeza ufaulu. Kwa hiyo kuondoa zero na kuongeza ufaulu. Kwa hiyo bado hatujafika katika asilimia tunayohitaji. Kwa hiyo tunahitaji nguvu ya ziada ili kuhakikisha tunaondoa zero, lakini tunaongeza ufaulu tunaongeza ufaulu mkubwa kwa vijana ambao wanahitimu katika shule zetu. Kwa maana msimu huu unayokuja wa 2026 2027 naamini nitaongeza kidato kingine kutoka Umwe sekondari na safari hii pale Bwawani sekondari itakuwa inaingia kwenye kidato cha 4 na wao watatoa. Kwa hiyo nitakuwa na shule mbili ambazo nahitaji kufanya nao mikakati mikubwa ya kuhakikisha tunaondoa zero na tunaongeza ufaulu kwa vijana wetu. Na zote hizi ni za boarding ama day, wanafunzi wanaenda wanarudi? Shule ya sekondari Umwe ni ya day, lakini tayari kuna majengo ya mabweni mawili pale yapo yanaendelea na ujenzi wa hatua ya mwisho kabisa ili kuhakikisha vijana wetu ambao watakayeweza kuenda shule pale waweze kukaa pale ili kupunguza msongamano wa kuenda na kurudi. Lakini miongoni mwa mikakati ambayo ipo vijana kuwahifadhi kambi, kwa maana kuwaweka kambi mapema, hivyo wale madarasa yale yote ambayo yapo katika mitihani watakuwa wanakaa kambi. Lakini ile Umwe itakuwa hizo hosteli zitatumika sasa katika kuwahifadhi wanafunzi kipindi ambacho wapo kambi, kwa maana ya kujiandaa na mitihani ya kumaliza kidato cha 4 ama aidha kuenda kidato cha 2 kwenda kidato cha 3, kwa maana kipindi kile cha madarasa yale ya mitihani. Lakini Bwawani sekondari bado haina mabweni yenyewe, wanafunzi wanakwenda na wanarudi jioni, wanakwenda na kurudi. Lakini naamini kabisa miongoni mwa vitu ambavyo bado natamani kama kiongozi wa kata kuhakikisha shule zote hizi zinakuwa na mabweni, na naamini kabisa tukiwa na mabweni katika hizi shule zetu tutapunguza msongamano na mwingiliano wa wanafunzi kwenda na kurudi na vishawishi vidogo na ule utoro wa rejareja kupunguza. Swali langu la mwisho kwako mheshimiwa, kwanza tunashukuru kwa kuwa nawe, tunashukuru kwa muda wako, lakini kuna adhabu yoyote ofisi ya diwani imeipanga kwa watu ambao wataharibu maendeleo yaliyoletwa na aidha ofisi ya diwani ama serikali kuu kwenye kata ya Umwe? Yaani kwa mfano tunaona taa za barabarani, barabara ya Azimio, mtu atakayegonga zile taa, maana kuna dereva mwingine anaendesha gari mpaka pembeni kwenye taa kule, mtu atakayefanya uharibifu wa zile taa, kuna adhabu yoyote ataipata kutoka ofisi ya diwani? Ama mtu atakayeharibu jengo la afya, jengo la shule, majengo mbalimbali ya serikali, yani zile tunu ambazo serikali inazileta, kuna mtu atakayeharibu, kuna adhabu yoyote atapata? Ofisi ya diwani haiwezi kutoa adhabu kwa mtu ambaye amefanya makosa, kwa maana haina hiyo mamlaka ya kutoa adhabu kama ofisi ya diwani. Lakini mwananchi atakayeweza kufanya makosa ya makusudi ama aidha bahati mbaya, taratibu za kisheria zitafuatwa, kwa maana kama atagonga taa za barabarani, wako watu wa TANROADS, wa TARURA ambao wanahusika na utunzaji wa hizo barabara, wao watajua taratibu zipi wameziweka katika ofisi zao kama wako na mwananchi amefanya uharibifu katika eneo hilo la barabara. Lakini kwenye maeneo yetu mengine ya serikali, kwa maana shule, zahanati na maeneo mengine, maeneo yote haya tumeweka walinzi, kwa maana mwananchi yote atakayeweza kujitokeza kufanya uharibifu, walinzi wakikutana naye aidha raia wema, anaweza kuchukuliwa hatua za kisheria kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Lakini ofisi ya diwani haijaweka adhabu ya namna yote kwa raia atakayeweza kufanya makosa, kwa maana yeye ndio ofisi imwadhibu. Kwa mujibu wa muongozo, kama ofisi ya diwani sio mahakama ya kusema sasa yenyewe inatoa hukumu. Kwa hiyo watafuata adhabu kulingana na makosa aliyofanya kwa mujibu wa sheria. Sawa kabisa, sisi tunakushukuru. Una zaidi ya haya maongezi, kuna kitu ambacho ungependa watu wa Umwe wakijue kupitia Pololo TV? Kubwa zaidi, mimi binafsi ni waombe wananchi wa kata yangu ya Umwe
kata ya Umwe itajengwa na sisi wanaumwe wenyewe. Niwaombe sana pale panapotokea miradi ambayo ipo kwenye serikali, tusiwe sehemu ya kuihujumu hii miradi kwa maana isifanikiwe. Sisi tuwe sehemu ya kuhakikisha miradi hii ambayo ipo katika maeneo yetu inafanikiwa kwa kuitunza, kulinda mali pamoja na wataalamu wanayekuja kutuhudumia, kwa maana watu waliokuwa site katika mradi, ili kuweza kuhakikisha miradi inakaa vizuri. Lakini wasisite kutoa taarifa ama aidha ya uhalifu ama aidha ya namna yoyote ile, iwe ya huzuni ama aidha iwe ya furaha katika ofisi ya diwani. Naamini kabisa mimi diwani nipo kwa maana ya kuwatumikia wananchi wa kata ya Umwe. Mafanikio na maendeleo ya wananchi wangu yatakuwa na faraja kama nitakuwa sehemu ya wao katika mafanikio. Kwa hiyo niwaombe, wanapokuwa na changamoto zinazohitaji ufafanuzi, zinazohitaji ushauri na utatuzi, ofisi ya diwani ipo wazi muda na saa yoyote, kwa maana wafike, wawasiliane nami, wawasiliane na ofisi kwa mtendaji wangu kata, ili tuweze kutatua hizo changamoto ambazo zitakazoweza kujitokeza katika maeneo yetu kwa wananchi wetu kwa ujumla wake. Hivyo basi niwaombe wananchi wa kata ya Umwe muendelee kuitunza Umwe, kwa sababu Umwe ni kitovu cha maendeleo katika tarafa ya Ikwiriri. Miradi yote mikubwa na mizuri ambayo ipo kwenye tarafa ya Ikwiriri ipo Umwe. Hivyo basi niwaombe tuwe tunu kama mwanzo tulivyokuwa tunu ya kulinda amani na utulivu katika maeneo yetu. Nakushukuru sana. Huyu ni diwani kata ya Umwe, anaitwa Halfan Kurugio. Tulikuwa naye hapa Polundu TV, tumebawabu kuhusiana na maendeleo yaliyopo kwenye kata ya Umwe. Tulizungumza mengi kuhusiana na miradi mbalimbali ya serikali, mpango wa viwanja vya mpira, vituo vya afya, shule na miradi kama hiyo. Mimi naitwa Nitin Kudos. Mpaka wakati mwingine, endelea kuiangalia Polundu TV. Ndio tumemaliza.